Jana nilikuwa naongea na kaka yetu Zito akinikumbusha kuhusu hadhara, na leo nilikuwa nasafiri usiku. Sasa kwa heshima yake na walioandaa hadhara hii, nikaambia basi nitaahirisha, nitaondoka na ndege ya alfajiri. Mwaka jana nilikosa kwa dharura za kisiasa, nikasema mwaka huu siwezi kukosa. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya vijana wa Dar es Salaam tunawashukuru sana waandaaji wa hadhara hii. Mmefanya jambo kubwa, endeleeni kulidumisha. Nilikuwa naongea na Ustadh Muhammad Nasr, namwambia nimekusudia mwaka huu hadhara zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mji huu wa Dar es Salaam nihudhurie. Na nikamwambia kwa nini? Nikamwambia katika kinga kubwa ambayo tunayo sisi ni hizi maulidi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nikilitaka jambo langu sina kingine isipokuwa na tawassal na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu wangu alikuja kunitilia fatha, Sheikh Walid, na uradi nyumbani kwangu kila Alhamis, na yeye ndo akaanzisha wa kusoma maulidi ya Sunnatud Dura. Nikimaliza kila nia ninayotia pale inakuwa. Sheikh Walid akaniambia usiwache. Wengine msiojua, huu ni mwalimu wangu. Mimi nikiwa mdogo na wenzangu tulikuwa kama 6 au 7 hivi, napenda kuirejea hii iingie. Msione mimi na Ustadh Walidi tumejuana barabarani au baada ya nyadhifa. Na yeye wakati huo ndo fresh anatoka kusoma Tamta kwa bingwa Sheikh Muhammad bin Ayub, Mwenyezi Mungu amrhamu. Kwa hiyo nimemwahi Sheikh Walidi akiwa kijana, kila kitu kiko kwenye kichwa. Sisi tunatoka Kariakoo, baada ya salati ya Isha tunakuja kwenye darasa hapa, akisomesha vijana kama 7 hivi. Kule Kariakoo mwalimu wangu Sheikh Uwais na marhumu Sheikh Zuberi walikuwa kufundisha masomo ya kawaida ya fiqh, babu majaa, safina, risala na masomo mengine, tarbia. Lakini nahau, swarfa nimeanza kusoma kwa mwanzo pale. Kwa hiyo mimi mtoto wa Kariakoo, lakini nahau nimekuja kujifundishia Magomeni. Na akimaliza darasa saa 4:30 usiku, sisi tuko bado wadogo, anatutoa kwa mguu mpaka faya kila siku ya Mungu. Darasa lile lilikuwa hata Ijumaa, leo mapumziko kila siku. Alafu yeye anarudi kwa kukimbia. Alikuwa Allahumma salli alayhi. Wakati ule Magomeni ilikuwa bado haijatulia, kulikuwa na kabari bado zipo. Kwa hiyo Ustadh Walidi alikuwa anakuja mbio kila siku ya Mungu kwa miaka takriban 5-4. Kwa ni mwalimu wangu kabisa. Amenilea na ni mshauri wangu katika mambo mengi. Mimi nikuombee kila la heri. Wewe ni kipenzi cha watu wanakupenda na una moyo wa huruma. Mcheshi. Jana leo nilikuwa naongea Muhammad na Maalim Bakar Bang. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Clement Mzize. Sisi Yanga Afrika tunamjua sana. Mbona mtaka kwa nini sio Yanga? Tunakujua Simba. Akasilimu dini, akaslimishwa na Ustadh Walidi. Mimi situmii sana shekhe, msinielewe vibaya, sababu mwalimu wangu napenda kutumia neno Ustadh Walidi. Akasilimu
na yeye ndo akamsilimisha na akatumia jina lake yule anaitwa Walid Mzizi. Na Ustadh Walid msiojua ni Simba sana, anapenda sana Simba, anaumwa na Simba, na wakati mwingine huifanyia dua kimya kimya Simba anapocheza. Hawezi kunikanusha kwa sababu mimi namjua vizuri, anapenda sana Simba. Sasa watu wa Yanga wakafurahi kweli, wakajua Ustadh Walid ni mwenzao kwa sababu kamsilimisha mchezaji wao. Sasa mimi ninaambiwa Ustadh Walid na huyu mnyama wa kulia huyu. Lakini kwa nini kafanya jambo la kheri, akatengeneza watu wengi wakimsikiliza Ustadh Walid. Katika madarasa yanayoangaliwa sana YouTube kwenye nchi hii, nadhani niliongoza la Ustadh Walid. Watu wanalifuatilia sana. Kwa bahati anafuatiliwa hata na wasiokuwa Waislamu. Maudhui yake yanasomesha vijana wa Kiislamu na wanawasomesha Waislamu, lakini yanaasa na jamii nzima. Amezaliwa kwa kiongozi, tutaendelea kumlinda, kumhifadhi, na Mwenyezi Mungu atamhifadhi na sisi wote tuliokuwa hapa. Mwisho niwaombe vijana wenzangu, msihadaike. Mimi nimewapa siri yangu ndugu zangu. Wewe ukiona sehemu hadi kafanikiwa, sina jambo lingine lolote isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kinga kubwa, maulidi, kinga kubwa, zisomeni sana, na hizi ndio miezi yake. Mtu yoyote mwenye madarasa yoyote ana hadhara yoyote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asisite kunialika. Na mimi si mkaaji wa maeneo makubwa, hapa kuna wanachuoni, mimi sio mwanachuoni. Mimi darueshi mwenzenu, nitakaa na nyinyi huko. Hii mambo ya udiwani, hizi vyeo vinapita tu, lakini mwisho wa siku unabaki kwamba Haji Darueshi mtoto wa madaris. Kwa hiyo mtanisame wakubwa zangu, mimi nitaendelea kuniona kule na madarueshi wenzangu. Makuzi yangu mimi ni maulidi na mie. Nilikuwa nimemuona pale Ustadh Abdallah akawa ananiambia hadhara yake ya Dar es Salaam tarehe 1. Kuna kitu nikamwahidi, lakini nikawaambia pale, unajua kwa nini nimefanya hivi? Wakati mimi nasoma sekondari form 1 inaanza, baba yangu alimimi kwa mtundu akaamua kunipeleka Mbeya Chimala, nikimbie Dar es Salaam. Yule bwana ndio alikuwa akinipa tiketi za basi bure Scandinavia. Alikuwa afisa mkubwa kwenye mabasi ya Scandinavia. Yeye kasahau, leo nimemkumbusha. Yeye na Ustadh Shaban Harun. Shaban Harun alikuwa movement star magari yake, yule bwana alikuwa Scandinavia. Kwa hiyo mimi nilikuwa napanda magari bure, sababu watu wa madari ndio walikuwa viongozi wa makampuni. Movement Ustadh Shaban Harun huyu nimsikia na nimjua wa Zawiani pale Bagamoyo na Ustadh Abdallah. Sasa miaka imepita zaidi ya 40 sasa au 30 na, lakini bado tunakumbuka. Kinachotufuata tumkumbuke Ustadh Abdallah nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watakia kila la kheri watu wa Magomeni, mmetuchokoza watu wa Kariakoo. Tutajibu maulidi hii zito, tutakujibu, tutafanya maulidi kubwa, na huu ndio ushindani wa kheri. Tuudumishe, tuufanye sana. Wa hadha, assalamu alaikum. Kabla si mashekhe mtaniruhusu niende kwenye kasi zetu hizi, najua sasa hivi, naombeni siwavunjie adabu. Ustadh Walid, niruhusu, naona ifahamu ratiba yangu, niruhusu mwalimu wangu. Basi huyu alisema yeye, mimi baba kweli, mzazi wangu huyu, wameoa mama zangu hawa Wadigo wa Tanga, na huyu Mdigo mzoefu. Zamani si rahisi katika hadhara kama hizi, unawaacha
Waswahili wa hapa ukamkabidhi huyu, lakini huyu ni Magomeni kuliko hata Magomeni. Wewe ushakuwa Dar es Salaam sasa bwana. Kwanza una daraja kubwa, alafu anajua huyu, msimuone hivi, ana maarifa mawai, sio kama mkamwona hivi kasimama mkadhani. Ana maarifa makubwa, mwanachuoni huyu, alafu ana heshima. Ndio maana watu wa Magomeni wanampa, watu wa Kariakoo wanampa. Sio rahisi uingiliana na watu wa Dar es Salaam. Hana akhlaki zile zile, yeye ana akhlaki zetu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala nabii. Ili ufanikiwe unatakiwa katika 12 adaba wale